Wekundu wa Msimbazi Simba kwa mara nyingine tena wameshikiliwa kwa suluhu katika mechi dhidi ya Jamus ya kule nchini Sudani ya Kusini, na hivyo kujiweka katika mazingira magumu ya kusonga mbele katika hatua ya nusu finali ya michuano ya kombe la Kagame la Sekafa, kwa sababu sare ya leo hii, suluhu ya leo hii dhidi ya Jamus, maana yake sasa Simba mechi mbili ina pointi mbili. Ni kwa sababu katika mechi ya kwanza dhidi ya Mogadishu City ya Somalia pia walishikiliwa kwa suluhu. Matokeo yake Simba hawana goli lolote la kufunga wala kuruhusu, lakini wakiambulia kuwa na pointi mbili kutokana na kushindwa kupata pointi tatu katika mechi hizi dhidi ya timu kutoka Somalia na timu kutoka Sudani ya Kusini. Matokeo yake kwenye kundi lao hivi sasa wako nafasi ya tatu wakiwa na pointi mbili, hawajafunga bao lolote, hawajaruhusu. Vinara ni Jamus ambao baada ya suluhu ya leo hii dhidi ya Simba sasa wana pointi 4, lakini wanaofuatia ni Singida Black Stars wenye pointi 3 baada ya kuwafunga Mogadishu City ambao waliishikilia Simba kwa suluhu. Wao Singida Black Stars wameipiga mabao 4-1 leo hii, lakini ni Singida ndio waliofungwa 2-0 katika mechi ya kwanza dhidi ya Jamus, na hivyo suluhu waliyopata Jamus ndio maana ikawafanya wawe na pointi 4. Kumbuka kwenye utaratibu wa michuano hii ya kombe la Sekafa kwa mwaka huu wa 2026 kuna makundi matatu. Timu zipo 12, kila kundi kuna timu 4, ambapo wale wanaoongoza kwenye makundi wanakwenda moja kwa moja katika hatua ya nusu finali. Hakuna robo finali. Lakini ni kwa sababu ni makundi matatu, maana yake kutabaki timu moja. Hiyo timu moja ni timu miongoni mwa zile zitakazoshika nafasi ya pili itakayokuwa na matokeo bora zaidi ya nyingine mbili, kwa maana kwamba zitakazoshika nafasi ya pili zinakuwa 3. Sasa yenye matokeo bora zaidi ndio itakayoungana na zile 3 zitakazoongoza ili kupata timu 4 za kwenda katika hatua ya nusu finali. Sasa kwenye makundi mengine, kwa mfano, kuna kundi ambalo wapo APR, wapo Al Hilal Omdurman. Wote katika mechi zao za kwanza wameshinda, tayari wana pointi 3 na wana mechi 2 mkononi, ambapo ikitokea wote wakapata pointi 3 nyingine, manake kundi lao litapeleka timu 2 kwa sababu watakuwa na pointi 6, mmoja ataongoza, mmoja atakuwa wa pili, kwa sababu hivi sasa kwenye mtiririko anaongoza Al Hilal Omdurman, lakini ni kwa kupangwa tu kwenye kundi, kwa sababu wote kila mmoja kashinda 2-0 katika mechi yake, wana mabao 2-2, wana pointi 3. Kwa hivyo kwa viporo vyao viwili ikitokea wameshinda mechi moja nyingine, maana kila mmoja atakuwa na pointi 6, na hivyo kundi lao litatoa pointi 2, timu 2, halafu makundi mengine tatoa timu moja zitakazoongoza kundi. Nadhani imeleweka vizuri. Ama vinginevyo itategemea makundi mengine kama na wao watatoa timu zitakazoshika nafasi ya pili zenye idadi ya pointi nyingi zinazofikia 6, endapo Al Hilal Omdurman na APR na wao wakashinda kama nilivyotoka kueleza walau mechi moja, manake hapo bado atalinganishwa mwenye matokeo bora zaidi. Sasa katika mazingira hayo unaona Simba wamejiweka katika nafasi ndogo sana, au tuseme ni kana kwamba tayari washatolewa kwenye michuano, lakini ni kusubiri, kwa sababu mpira wa miguu inategemea na matokeo ya dakika 90 za mchezo. Sasa leo ilikuwa vipi? Ni kwamba Ibrahim Dumbia ambaye alikuwa gumzo akisubiriwa kwa hamu walau afunge, kwa sababu katika mechi ya kwanza alicheza chini ya dakika 15 mechi dhidi ya Mogadishu City, alipoteza nafasi 2 za wazi za kufunga, ikawa gumzo, mechi ilisha kwa suluhu. Lakini mchezaji huyu ambaye ni top scorer katika ligi kuu ya Mali hivi karibuni, akifunga mabao 17, akitoa assist 4, akichangia mabao 21 kwa klabu yake ya Korofina kwenye ligi kuu ya Mali na kuisaidia imalize nafasi ya 7, kwa sababu msimu mzima ilifunga mabao 28, hiyo ikahusika mabao 21 sawa na 75%. Leo hii dhidi ya Jamus aliingizwa katika kipindi cha pili, na alipoingia kama kawaida yake Ibrahim Dumbia ambaye katika mechi ya Mogadishu City alionekana jinsi alivyokuwa akihusika katika matukio mbalimbali, akipambana kweli na kujiweka kwenye sehemu sahihi za kufunga. Leo hii mambo yalitaka kufanana, kwa sababu alikuwa akihaha kwa kiasi kikubwa katika eneo la mbele. Alihusika katika matukio 13 kuanzia dakika 46 baada ya kuingia kwake yeye na wenzake kadhaa katika mabadiliko yaliyofanywa na kocha Steve Barker katika kipindi cha pili, baada ya mpaka mapumziko kwa bila akahusika katika matukio 13 ambayo ni dakika za 46, dakika ya 51, dakika ya 52, dakika ya 59
dakika ya 61, dakika ya 62, dakika ya 68, dakika ya 79, dakika ya 82, dakika ya 90 plus 2, 90 plus 3, 90 plus 4, 90 plus 6. Akahusika matukio 13. Lakini katika hayo matukio 13 yaliyohusiana na yeye kufanya majaribio ya kufunga ilikuwa ni katika dakika ya 59 alipiga shuti lililokwenda nje. Halafu katika dakika ya 79 alipigiwa cross nzuri na Nathaniel Chilambo ambapo aliruka kwa kichwa, lakini mpira ukienda nje akiwa ndani ya yadi 6. Lakini matukio mengine likiwamo tukio la dakika ya 90 plus 4 alibaniwa wakati akijaribu kutaka kufunga, akabaniwa na safu ya ulinzi ya Jamus, mpira ukatolewa nje ukawa kona. Dakika ya 90 plus 6 akabaniwa kwa mara nyingine akitaka kufunga kutokana na mpira wa kutenga uliopigwa na Libasege, akawahiwa, mpira ukatoka ukawa kona. Lakini matukio mengine ambayo yalimhusisha Ibrahim Dumbia ni pamoja na tukio ambalo alikuwa amechomoka vizuri kujaribu kutaka kuwahi mpira apasiwe ili aende kulikabili lango la Jamus, lakini aliyekuwa na mpira ambaye ni beki wakati Vedastus Masinde alikuwa amekokota vizuri katika eneo la kati, akachelewa kumpasia, akakosa mpira huo. Sasa mpaka mwisho wa mchezo bila, lakini macho yalikuwa yakielekezwa zaidi kwake mgongoni nambari 29 mwenye muonekano kama Victor Osimhen, mshambuliaji wa kimataifa wa Nigeria anayechezea Galatasaray ya kule nchini Turuki, namna anavyodunda dunda na kujaribu kuchangia nafasi za kupata mipira ili aweke wavuni. Lakini leo hii nini kilichotokea? Kuna mambo takriban 3 mpaka 4. La kwanza ni timu yenyewe ya Simba kwa ujumla bado haijawa vizuri as a team, inafahamika wazi. Ndio kwanza michuano hii ni kama pre-season ambayo kocha Steve Barker anajaribu kuweka kuwajengea shape ya kiuchezaji wachezaji wake baada ya wengine kutoka likizo, wengine ndio kwanza wamesajiliwa na kutambulishwa. Sasa Simba kama timu bado inajitafuta kama zilivyo timu nyingine katika nyakati hizi za mwanzo za kuelekea msimu wa 2026 2027. Hiyo ni athari ya timu na matokeo yake kukosa ile rhythm inayofahamika ya Simba katika kuelekea kufunga. Mpaka mapumziko bila Simba ilikuwa inamiliki mpira kwa 59%, Simba ikiwa imepiga mashuti 7, 3 yamelenga shabaha, wakati Jamus walikuwa wakizuia zaidi, walikuwa na wao wameshapiga mashuti 4, kati ya hayo 2 yamelenga shabaha. Sasa katika kipindi cha pili baada ya kuingia kwa Dumbia na wachezaji wengineo katika kuiongezea nguvu, Simba wakaongeza mashuti 4 katika kipindi cha pili, 1 likilenga shabaha. Kwa hiyo jumla mechi nzima wakawa wamepiga mashuti 11, 4 yamelenga shabaha kwa sababu 1 la kipindi cha pili, 3 kipindi cha kwanza ya kulenga shabaha. Wakati Jamus katika kipindi cha pili walipiga shuti 1 lilolenga shabaha. Kwa ujumla mechi nzima wakawa Jamus wana mashuti 5, 2 yamelenga shabaha, lakini umiliki wa mpira kwa overall Simba walimiliki mpira kwa 58% dhidi ya 42 za Jamus. Lakini pia kwenye kona kila mmoja alipiga kona 4, yani kwa maana Jamus na Simba. Sasa unaweza ukaona kwenye mchezo yao Simba umiliki wao mpira haonekani na ile ushapu haraka wa kuweza kwenda moja kwa moja katika lango la wapinzani na kujaribu kufunga, na hasa kuzingatia wapinzani waliokutana nao kama ilivyokuwa Mogadishu. Leo hii Jamus walikuwa wanazuia na idadi kubwa ya wachezaji kuhakikisha wanakuwa salama, lakini kuna nyakati wakipata mpira na wao pia wanazipiga moja, na ndio maana umiliki wa mpira haukuwa na tofauti kubwa kihivyo overall, 58% kwa 42% baada ya mechi kukamilika. Lakini jambo la pili ni ile individual match fitness kwa wachezaji wa Simba. Ndio, kwa sababu ule utayari wa kucheza mechi tunafahamu vizuri bado ndio kwanza katika kuelekea msimu ujao. Hii waweza kusema ni mechi ya pili baada ile ya Mogadishu City, na hii sasa dhidi ya Jamus ni ya pili. Hii inaathiri pia kwa kiasi kikubwa ile kasi ya Simba, rhythm ya kwenda kuwadhuru wapinzani kwa kufunga. Hata pale walipomiliki mpira hawakuonekana mchezaji mmoja kuwa na ile match fitness ambayo combination yake kwa kuchanganyika kwa pamoja kuweza kuwapatia mabao. Lakini jambo la tatu ile tunaosema chemistry, muunganiko bado, na ndio maana kuna tukio ambalo Dumbia alikuwa anaomba mpira alafu Vedastus Masinde kachelewa nao mpaka ukapotea. Bila shaka baadaye wakizoeana vizuri atajua mikimbio ya Ibrahim Dumbia apigiwe vipi ili kwenda kuwapatia matokeo. Lakini jambo lingine ambalo hili limemwathiri Dumbia kutofunga katika mchezo wa leo hii
ni kwamba anajipa majukumu mengi. Yeye ni mshambuliaji kinara. Simba imejaliwa kuwa na wachezaji wa pembeni wenye kasi na uwezo mkubwa wa kutengeneza nafasi. Alikuwepo leo hii Libase Geye akitokea upande wa kulia, anafahamika uwezo wake. Alikuwepo Anise Ura katika mchezo wa leo. Kulikuwepo na Morris Abraham. Yupo Mwamba Lusaka, Cletus Chota Chama. Mabeki wa pembeni alianza Kapombe, alikuja kutoka alianza Kapombe kama beki wa kati, lakini alianza beki wa pembeni alikuwa Duchu. Mabeki walikuwepo waliocheza leo hii ni pamoja na Chilambo, ni pamoja na Mligo. Sasa yeye Dumbia cheza yake akawa akienda kushoto, anaenda kulia, anarudi chini eneo la kati kufuata mipira. Matokeo yake muda mwingi alikuwa hayupo katika eneo sahihi ili aletewe mipira aweze kuwadhuru wapinzani. Alikuwa anacheza kama Superman katika wakati mwingine, kwamba anafanya majukumu mengi na hivyo kujipunguzia nasibu ya kufunga. Hili limeathiri kwa kiasi kikubwa yeye Dumbia katika kufunga dhidi ya Jamus ya Sudani Kusini, lakini pia Simba kwa ujumla, mambo ambayo bila shaka kocha Steve Barker michuano hii itakuwa inampa picha juu ya nini cha kwenda kufanya kuirejesha timu yake katika makali yake. Lakini hawa wachezaji waliowasajili wenye vipaji basi waungane na wengine na kujua namna gani mwisho wa siku walete matokeo chanya kwa Simba, kwa sababu siku zingali zikikaribia kwa kuanza msimu mpya 2026 2027 kwa ajili ya ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki ya CRDB, ligi ya mabingwa barani Afrika, kombe la muungano na michuano mingine mbalimbali. Dumbia akifanyia kazi hayo, bila shaka anayo nafasi ya kuweza kuwapa furaha mashabiki wa Simba na kuwapa matokeo yale ambayo wanayahitaji, kwa sababu Simba kwenye msimu uliopita miongoni mwa maeneo ambayo yaliwaathiri ni katika eneo la ufungaji, ambapo kwa ligi kuu Tanzania bara msimu mzima mechi 30 mchezaji aliongoza kwa mabao ndani ya Simba hakuwa hata na tarakimu mbili, kwa maana mabao 10 plus. Salman Mwalimu Gomez alimaliza na mabao 9, Libase Geye mabao 7, Eli Mpanzu Kibisawala alifunga mabao 7 ingawa alitoa assist 10 na kuwa ndiye top assist provider, lakini Anise Ura start. Lakini changamoto nyingine ni kwa yeye Dumbia, alikuwa hatulii sehemu moja, wakati mwingine anacheza kama Superman, ndio shujaa, kwamba anarudi katikati mwa mstari wa uwanja kufuata mipira, anakwenda kulia, anakwenda kushoto, anakuwa kati, muda mwingi anazunguka badala ya kuwa focused katika eneo moja ambalo anapaswa kuwapo ili aweze kuwadhuru wapinzani, kuwapa furaha wana Simba. Dumbia anapaswa kuambiwa kwamba Simba kati ya maeneo ambayo wako imara sana ni kwenye viungo vya ushambuliaji na hasa kutokea pembeni. Leo hii kulikuwepo na Libase Geye, alikuwepo Anise Ura, Mwamba Lusaka, Cletus Chota Chama alikuwepo, Anthony Mligo alikuwepo, Nathaniel Chilambo alikuwepo, Morris Abraham alikuwepo. Hawa ninowataja wote ni wazuri sana katika kutengeneza nafasi za kufunga. Timu yao inapokwenda kushambulia, hawa huwa ni playmakers, wachezesha timu wazuri sana. Sasa yeye miongoni mwa sababu za kusajiliwa kwake ni kuleta suluhu katika eneo la ufungaji. Simba msimu uliomalizika wa 2025-26 miongoni mwa maeneo ambayo hawakufanya vizuri sana ni katika upachikaji mabao. Kwa mfano, kwa ligi kuu Tanzania bara waliongoza kufika eneo la mwisho, hili tunazungumza mara kadhaa, wakapiga mashuti 305 lakini wakafunga goli 54, wakati watani zao jadi Yanga waliotoa ubingwa waliongoza kufunga mabao mengi ambayo ni 71, lakini wao hawakufika mara nyingi eneo la mwisho kama Simba. Walipiga mashuti 289 tu, lakini wakafunga mabao 71. Sasa Simba ina tatizo lao ni kumpata goalgetter wa kutulia katika eneo karibu na lango la wapinzani, ili zile jitihada wanazofanya akina Eli Mpanzu Kibisawala, kina Anise Ura, Libase Geye, Morris Abraham, Cletus Chota Chama, mabeki wa pembeni kina Nixon Kibabage, basi zitumiwe vizuri kwa kufunga, kwa kuwa na mtu reliable wa kuaminika katika eneo la karibu na lango la wapinzani ili afunge. Sasa leo hii cheza yake ya kuzunguka kila mahala pale mbele ili changia kwa kiasi fulani kupunguza nasibu ya yeye kufunga. Hili anapaswa kulifanyia kazi, benchi la ufundi wanapaswa kumsaidia. Lakini lingine, asipambane kutaka kuwaprove wana Simba kwamba hawajakosea kumsajili. Yeye amethibitisha ubora katika ligi kuu ya Mali akiwa na klabu ya Korofina. Asiruhusu pressure kwa sababu inaweza ikamtoa nje ya mstari. Acheze kwa kuzingatia maelekezo ya benchi la ufundi. Mabao yatakuja tu. Ndiyo, kama anatulia katika sehemu sahihi, analetewa mipira, bila shaka uwezo wa kufunga upo, lakini cheza yake katika mechi ya leo hii dhidi ya Jamus inampunguzia nasibu ya kufunga, kwa sababu
hatuli mahala pamoja. Ndio hili linapaswa kufanyiwa kazi, lakini vinginevyo ni mapema mno kutaka kumhukumu mchezaji, hasa kwa kuzingatia kwamba mechi hizi mbili za kombe la Kagame yeye dakika alizocheza hata 90 hazijatimia. Dakika chini ya 15 dhidi ya Mogadishu City, dakika 45 za kipindi cha pili bado. Lakini sio hilo tu, Simba yenyewe kwa ujumla kama nilivyotoka kueleza, wala bado haijatrain vya kutosha kiasi ya wachezaji kuzoeana, kiasi cha miili ya wachezaji kuchanganya kwa ajili ya kukabili mechi. Lakini mwisho wa siku matarajio ni kuona ruhusu ijeshe, ujue panapovuja. Kocha Steve Barker atakuwa anaona wapi panapovuja ili kuweza kuiboresha zaidi timu yake, kwa sababu msimu wa 2026 2027 ungali ukikaribia.